Isabela sehemu ya pili. Mtunzi anaitwa Sebastian Ngasa. Nambari zake ni 0744 784 939. Mimi naitwa Felix Mwenda. Nambari zangu ni 0766 47 48 57. Sehemu iliyopita tulisha pale ambapo nilikuwa sijaamua bado nichague chuo gani. Kilichoendelea, karibu sana katika sehemu hii ya pili. Eli, si rafiki yangu, tunafanyaje sasa? Kuhusu nini? Si kuhusu hivi vyuo. Mimi nimeshachanganyikiwa kabisa hapa. Kinachokuchanganya nini sasa? Vyuo vizuri vyote viko Dar es Salaam. Na tena hiki cha IFM nasikia kiko karibu na Ikulu kabisa, pembeni ya BOT. Wizara zote zimezunguka chuo. Na sasa unataka kwenda Arusha, umekuwa mtalii wewe? Acha masiara yako bwana. Nimeambiwa pia ni kizuri kweli. Isabela, wewe kama unaenda Arusha basi wewe nenda tu, lakini mimi lazima niende Dar es Salaam na tena IFM. Maneno ya Elis kwa kiasi kikubwa alinibadili mawazo yangu. Nikajikuta na mimi nikianza kuvutiwa kusoma IFM, na kitu kingine ilikuwa ni kwa ajili ya Elis. Niliamini kwamba itakuwa shida kwangu kwa sababu nitakuwa nasoma na mtu ambaye tunafahamiana vizuri, tofauti na vile ambavyo nikienda katika chuo kingine. Tulifanya maombi wote, yani mimi pamoja na rafiki yangu Elis. Mimi nikiomba bachelor in accountants, huku Elis yeye akiomba bachelor in banking and finance. Mungu si Athumani wala si Joseph, wote tulichaguliwa IFM. Harakati za maandalizi kwa ajili ya safari kuelekea jijini Dar es Salaam zilianza. Nilikuwa na shauku sana ya kufika Dar es Salaam mara baada ya kusikia tu kwa muda mrefu kuanzia nikiwa mdogo. Nilikuwa siamini kabisa kama na mimi nilikuwa naenda kuishi Dar es Salaam, na tena kwa miaka mitatu. Nilikuwa na shauku sana kufika. Kila siku nilikuwa na tafakari maisha yangu yatakuwa vipi kutokana na hali mbaya ya kiuchumi katika familia yetu. Nilikuwa naogopa sana, na kuna muda nilikuwa nawaza kwamba nisiende chuo, nibaki tu na mama yangu. Lakini nilikumbuka ukubwa wa ndoto yangu kwamba nilikuwa nahitaji kusoma kwa bidii kuja kumsaidia mama yangu. Siku zilikuwa zinakimbia sana. Hatimaye siku ya safari ilifika. Sikuwa na mtu mwingine wa kunisindikiza zaidi ya mama yangu mzazi. Nakumbuka siku ile mvua kubwa ilinyesha na tiketi tayari nilikuwa nayo. Kwa mapenzi makubwa ya mama yangu, alinisindikiza mpaka stendi na mvua yote iliisha katika mili yetu. Niliumia sana, hasa nilipokuwa naona watu wakitupita na magari yao na sisi tukitembea huku mvua ikiendelea kunyesha. Nilikuwa naumia, na ndipo bidii ya kusoma zaidi ilikuwa ikinijia. Isabela mwanangu, mimi nakutakia safari njema. Mungu akutangulie, ufike salama pia katika masomo yako. Mama alizungumza vile huku machozi akiwa na mlengalenga. Unaenda kuanza safari mpya katika maisha yako mwanangu. Hii ni nafasi ya kutekeleza maisha mazuri ili familia yako ije kuishi maisha mazuri, na sio kama haya ambayo umepitia wewe. Sawa mwanangu? Sawa mama. Nimekusikia. Nimekuelewa vizuri mama. Nitajitahidi sana kwa kila kitu, kusoma kwa bidii na kutimiza ndoto yangu. Sawa Isabela mwanangu. Na kitu kingine ambacho ni cha msingi sana mwanangu, unaenda katika jiji na sifa yake kuu ni anasa. Utakutana na watu wengi wenye tabia tofauti. Kuwa makini sana mwanangu. Alivuta pumzi ndefu huku akiwa anachezea nywele zangu na kuendelea kuzungumza. Mwanangu, wewe ni msichana mrembo sana. Utakutana na wanaume wenye maneno matamu zaidi ya asali, wakikurubuni na kukudanganya kwamba wanakupenda. Usiwasikilize. Usiwasikilize mwanangu, watakupoteza. Kuwa makini sana na makundi. Usisahau kusali. Usisahau kumshirikisha Mungu katika masomo yako. Sawa mwanangu? Sawa mama.
akanikumbatia huku machozi yakitutoka wote wawili. Ukweli mama alikuwa ameumia sana. Kwanza alikuwa hajazoea kabisa kukaa mbali na mimi, kwa sababu mimi ndio nilikuwa kila kitu kwake. Mimi ndio nilikuwa rafiki yake. Mimi ndiye nilikuwa mshauri wake mama. Mimi ndiye nilikuwa mtani wake. Nilikuwa msaidizi wake. Nilikuwa mtoto wake pia. Kwa hivyo ilikuwa ni ngumu sana kuamini kama sitokuwepo tena karibu yake kwa muda nitakaokuwa masomoni. Wote tulikuwa tunalia. Lakini pili, safari yangu ilimkumbusha machungu na kutonesha kidonda kilichoanza kupona, kwa sababu hata yeye pia maisha yake yalibadilika alipofika Dar es Salaam na kukutana na baba yangu. Muda wa kuondoka ulifika. Ilibidi niingie kwenye gari. Mama alibaki hadi gari yetu ilipoanza kutoka na yeye ndio akaondoka. Safarini sikuweza kuwaza kitu kingine kabisa, na hata hamu yangu ya kufika Dar es Salaam iliisha. Kila muda maneno ya mama yangu yalikuwa yanajirudia kichwani mwangu, lakini bado nilikuwa nashindwa kabisa kuelewa ni kwa nini mama ameniambia maneno kama yale. Nilikuwa nashindwa kuelewa. Elisi rafiki yangu aligundua kuna kitu kilikuwa kinanisumbua katika akili yangu huku kuniangalia tu. Aligundua Elisi, Isabela, una tatizo gani? Mimi niko sawa tu rafiki yangu, sema najisikia vibaya tu. Kizunguzungu na kichwa kinaniuma sana kwa hapa mbele. Nilizungumza vile huko nikiwa nashika kichwa changu. Hakika niliweza kumwaminisha Elisi kwamba ni kweli nilikuwa naumwa, lakini wala sikuwa mgonjwa. Ilikuwa ni mawazo tu ndio yalinipeleka kuwa katika hali kama ile. Pole sana rafiki yangu. Hii hali imekuanza lini? Leo tu mara baada ya kuanza safari. Itakuwa ni uchovu wa safari, ukizingatia ndio mara yako ya kwanza kabisa kusafiri. Lakini usijari, gari ikisimama itabidi nishuke kununua dawa kwa ajili ya maumivu. Asante sana rafiki yangu. Tuliendelea na safari. Kama kawaida, Elisi alilala fofofo na hakuwa na wasiwasi kabisa. Muda wote alikuwa anaonekana kuwa na furaha tofauti kabisa na mimi. Kila nilipokuwa najaribu kulala sikuweza kabisa kupata hata lepe la usingizi. Nikiwa naangaza macho yangu ndani ya gari, macho yangu yalikutana na mvulana mmoja mzuri kweli kweli. Alikuwa ni mtanashati na pia alikuwa amependeza sana, japo alikuwa ameketi, ila kwa haraka tu nilivutiwa naye sana kwa vile ambavyo alikuwa amevaa. Tuliangaliana kwa macho ya kuibiana, na tulipogonganisha macho yetu wote tulikuwa tunatabasamu. Hali hii ilikuwa haijawahi kabisa kunitokea katika maisha yangu yote. Hawezi kuamini. Maneno ya mama yangu yalionipotezea furaha yangu kuanzia mwanzo wa safari yalitoweka kabisa. Nilikuwa najihisi mtu mwenye furaha muda wote. Nilikuwa naangalia sehemu aliyokuwa ameketi yule mvulana tu, na sio mimi tu niliyekuwa nahangaika kumtazama. Hata yeye mwenyewe pia muda wote alikuwa anageuka kunitazama mimi. Kama unavyojua kwamba magari yamekuwa mara baada ya mwendo mrefu, abiria hupewa muda wa kwenda kuchimba dawa au kwa lugha nyingine kujisaidia. Basi na sisi pia tuliweza kupata muda ule. Nilitelemka kwa ajili ya kupunga upepo tu, na hapo ndipo nilipobahatika kukutana na yule kijana mtanashati. Mambo Isabela, mimi naitwa Cedric. Alinisalimia kwa jina langu, kitu kilichonishangaza sana kwa sababu binafsi ndio ile kwa mara yangu ya kwanza kabisa kukutana naye, lakini yeye alikuwa amenifahamu jina langu. Nilishtuka. Kilichoendelea, karibu sana katika sehemu ijayo. Mimi naitwa Felix Mwenda.